عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين. Huyu Mutarrif bin Abdillahi asema sallaita khalfa Ali, tuliswali nyuma ya Saidna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ana wa Imran bin Husain, mimi na Imran bin Husain. Hawa wote ni maswahaba. Hawa waliishi zaidi maana kwa wadogo. Saidna Ali alikufa mbele yao, na Saidna Ali ndiye alamu bisahaba. Tumesema ana madinatul ilm wa Ali babuha, mimi ndio mji wa elimu na mlango wake ni Ali. Ukitaka kuingia kwenye elimu ya mtume upite kwa Saidna Ali. Mwenyezi Mungu alimpa fahamu kubwa sana mpaka mtume kumwambia wa Ali babuha. Na Saidna Umar alisema sitaki Ali aondoke, na hakumpeleka kwenye jihadi. Aliogopea akija akiuawa kule, nani atamfutia maswali, kwa sababu ilikuwa ndio mobile encyclopedia, ni alamu bisahaba. Na saa nyingine hutokea mambo yakawatatiza watu. Safari moja ndugu wawili wa kike waliolewa na ndugu wawili wa kiume, na wakapata mimba wakati mmoja na wakazaa usiku mmoja. Mmoja akazaa mwanamke na mmoja akazaa mwanamume. Sasa na Waarabu desturi upenda sana watoto wa kiume. Sasa yule mwenye mtoto wa kike alimgojea mwenzake kwenda chooni, papa akambadilisha akamweka wake na yule akamweka wake. Siku giza ukipambauka, yule ankataa, sema si mtoto wangu huyu, ndo wangu. Ikawa sasa ni fujo, ikapelekwa kesi kwa Saidna Abubakar. Saidna Abubakar asema masala mazito haya, tayafanya vipi? Maana itabidi kuapishwa mayamini na kunini. Kila mtu ameshika pake. Kamba pelekeni Umar. Kienda kwa Saidna Umar akamba haiwezekani, sina namna, mpelekeni Ali. Ali akipelekewa kawaita wale wanawake wawili, kama nataka maziwa yenu, nataka kuyapima. Katukua maziwa ya wanawake wawili. Mmoja maziwa yake ni mazito, mmoja ni mepesi. Akasema huyu mwenye maziwa mazito mtoto wake wa kiume. Sema wewe usemorongo. Yule mwanamke akakubali, sema kweli nimbadilisha. Akaulizwa, hii masala maziwa umeitoa wapi wewe? Verdict hii lazima tuoneshe kwenye hadithi au kwenye Qur'ani. Akamwambia kwenye Qur'ani. Vipi? Asema lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, mwanamume ana 2 portion katika kurithi na maziwa yake ni mazito.
kushinda mwanamume kushinda mwanamke. Basi zilikuja kuna kitabu hasa kueleza zile fadhail na ukubwa wa Saidina Ali katika elimu. Kwa hivyo sasa huyu masahaba wawili wameswali nyuma ya Saidina Ali, waieleza ile swala ya Saidina Ali radhiallahu anhu. Huwa ibnu ammi Rasulillah, yeye ni mtoto wa ammi yake Mtume. Manake Saidina Ali baada ya kuwa ni ibn ammi Rasulillah, kwanza yeye kuzaliwa amezaliwa ndani ya Al-Kaaba kuonesha ile wayutahhirakum tathira. Kisha Saidina Ali amelelewa na Mtume, yeye ndio katika watu waliosilimu mwanzo kabla yoyote. Wa kwanza ilikuwa ni Khadija, kisha ni yeye. Na mambo ya ajabu ni kwamba amekaa kwa Mtume, angelisonda kwa Khadija huyu, unagangwenda mdogo. Kama angelisonda kwa Mtume angelipata ukwayo wa Mtume, ingekuwa hawezi kumwoa Fatima. Lakini Mwenyezi Mungu ataka kuhifadhisha papo yule ile asipate kusonda, apate kumwoa Fatima, kisha kupatikane kizazi chake Fatima. Na ahlul baiti wote watokamana na Ali na Fatima. Akazaliwa Hasan na Hussein, na Hussein na Hasan wakazaa, wote wakafa isipokuwa mmoja tu, Ali Zainul Abidina As-Sajjad. Huyu ndo aliobakia katika Karbala, na huyu akazaa tena, akazaa Muhammad al-Baqir, akamzaa Jaafar, ikenda ile nasaba mpaka sharqan wa gharban, wakaenea kila mahali nyumba ya Mtume. Basi wakati tazawaja Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ana wa Imran bin Hussein. Mimi, yule rawi al-hadithi asema, mimi na Imran bin Hussein ndo tuliswali nyuma ya Saidina Ali. Fakana, alikuwa idha sajada kabara, alikuwa akisujudu akipiga takbiri, akenda kwenye sijida sema Allahu Akbar. Hapa twafundishwa kwamba imamu ni wajib aseme zile takbiratun nakli alipokuwa na kusujudu, Allahu Akbar, na wewe useme Allahu Akbar. Si imamu peke yake. Wale walimsikia Sayyidina Ali akisoma akisema Allahu Akbar. Wa idha rafa'a rasahu, akiinua kichwa chake kutoka kwenye sijida pia kabara, alikipiga takbiri. Wa idha nahadha min ar-rak'ataini, alikimaliza raka mbili kabara, pia alikipiga takbiri. Falamma qadha salah, alipomaliza swala, akhadha biyadai Imran bin Hussein, alishika mikono miwili ya yule Imran bin, alikamshika
Faqala, akamwambia, dhakarani, faqala kad dhakarani hadha salatu Muhammad, umenikumbusha mimi swala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au qala laqad salla bina salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umeswali na sisi swala ya Mtume. Faida katika hadithi hii, kuonesha kwamba anna al-khulafa, wale makhalifa, Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kanu aimmatan nasi, walikuwa ndio viongozi wa watu, wao ni representative wa Mtume. Waitukue dini, watu waitukue dini kutoka kwa hawa. Nyuma huku tumesoma Sayyidina Uthman alitoka katika Badia akwenda kuwaonesha watu udhu wa Mtume. Ilikuwa ni kazi yao ile dini kuisambaza, ndio wilaya. Na faida ya pili, kwamba watu walipofika wakati wa Sayyidina Ali, kutoka Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, mipita miaka mingi, miaka 2, 10, 4, miaka mingi. Kama kwamba Sayyidina Ali alikuwa waona kwamba watu wameata vitu vingi katika swala, ndio aliposema dhakarani hadha salata Muhammad, umenikumbusha wewe swala ya Mtume. Neno aliposema dhakarani ni kama kwamba inna nasina as-salata allati ala ahdi nabii, kama sisi tumeisahau ile swala ya Mtume. Manake mipita miaka mingi, Mtume sema swallu kama raaitumuni usalli, kisha watu wakasahau. Kama kwamba watu la yukabiruna, walikuwa kama watu hawapigi takbiri wakiingia kutoka kwenye sijida, wakitoka kwenye sijida. Sasa ili kama amewakumbusha. Na hapa pia tufundishwa fadhila ya Sayyidina Ali katika kutabikisha sunna. Faida ya 4 ni kwamba ile takbiri ni wajibu, na asikiwe yule mwenye kupiga takbiri. Na kitu kikiwa chatimiza wajibu, huwa ni wajibu, wala haivundi swala, wala haivundi swala. Kwa sababu swala ya maamuma imefungamana na ya imamu. Yule imamu na maamuma, yeye yule inma ju'ila al-imamu liyutamma, amejaliwa huyo imamu afuatwe. Na pia hapa tufundishwa watu huenda wakasahau mambo ya wajibu, mambo ya nini. Na hapa kauli ya Imran aliyosema kwamba dhakarani, alitukumbusha Sayyidina Ali.
Na pia hapa yatufundishwa kwamba kile kitu anna al-amala bil ilmi, kufanya ile elimu ukiipata ni ufanye au tayata. Ukifanya swala ni kitu practical. Mtume alikuwa baada ya kusema situ, saa nyingine akiketi akiingia mtu kuswali akimwangalia, akiswali makosa, ma innaka lam tusalli, huja swali wewe, akamtolea makosa, akafahamu, na wale walioko pia wafahamu. Ibada lazima iwe ni practical, si mambo ya kuambiwa tu kwenye furudhu salati, furudhu wudhu, ya mfanyishe yule mtu. Hapa kuna maneno katika hadithi hii, kad dhakarini hadha salatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ametajwa kwa jina. Mtume hatajwi kwa jina mpaka uwe kitu chaelezwa, sababu Mungu asema la tajalu dua rasuli, musijalie kuimuita mtume kaduai ba'dhukum ba'd, kaduai ba'dhukum ba'dhan, kama muitanavyo Muhammad, Ali, Said. Mtume tu Rasulullah. Lakini katika kueleza kitu, na ndivyo Mwenyezi Mungu alivyofanya kwenye Qur'ani, hamtaji Muhammad mpaka awe amueleza Muhammadur Rasulullah, Muhammad ndiye Rasulullah. Akimtaja Muhammad huwa amueleza kuna kazi fulani ifanye, lakini kwa cheo na nini ilikuwa hakuna ruhusa ya kumuita Muhammad, muite Rasulullah. Sayyidina Abubakar rafiki yake hamuiti Sadiqi, amuita Rasulullah. Fatima ni babake, hamuiti abi, amuiti baba, amuita Rasulullah. Khadija amuita Rasulullah, Aisha amuita Rasulullah. وعن براء بن عازب قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركعة فسجدته فجلسته بين سجدتين فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. Asema ramaktu salata, nimefuata. Wa masahaba walikuwa wakimtunda yule mtume, ramaktu salata. Mtume alikuwa akisoma vitu vingine kwa siri kwenye takbiratul ihram, jamaa wakifanya bidii kusikiza, kisha kumuuliza ulikuwa ukisema nini? Saa zote wamwangalia. Na hapa yatufundisha sisi wale viongozi wawe na hadhari sana katika kufanya mambo, kwa sababu watu waangalia wao, wakifanya wao na wao watafanya. Na pia tuwafundishwa sisi tuangalie yule mtu ambaye tumfuata, kwa sababu yule ndio kiongozi, yule ndio taa. Na wewe kiongozi ukifanya sura utakavyo wewe, ukaswali swala utakayo wewe, makosa itakuja yote kwa watu wote. Lazima uwe wewe una hadhari sana katika kuswali. Kiongozi kwanza lazima awe yeye yuko mbele kwenye swala.
Usiwe wewe waingia msikitini si kwamba wataka kutoa mawaidha tu peke yake, uonekani kwenye swala. Kiongozi aina gani? Mtume ilikuwa yeye ndio aswalishaye swala zote. Saidna Abubakar hivyo hivyo, Saidna Umar hivyo hivyo, wote hao maimamu nini, wao ndio wako mbele. Wewe huonekani kwenye swala, au pengine huonekane kwenye swala moja tu, isha tu au isha, pengine kuna na khitma au kuna harusi, kuna nini, ndio utaonekana. Yataka wewe uwe mbele kwenye swala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mtume ilikuwa ni kitu cha afuatwa yeye, na wanafunzi wakitokuona wewe kwenye hudhuri ya swala, utawasomesha nini? Sasa hapa Bara bin Azib, katika vijana wa kisahaba, huyo Bara bin Azib sahabiyun jalil, alihudhuria al-Aqaba. Bara bin Azib alitaka kwenda Badri, akakatazwa na Mtume. Bara bin Azib akataka kwenda Uhud, wakakatazwa kwa sababu alikuwa wadogo, na alikuwa yuko sana karibu na Mtume. Asema ramaktu salata, nilifuata swala ya Mtume, nkaitunda ile swala ya Mtume ma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu qiyamahu, nikaona kule kusimama kwake, farakatahu, na kule kuruku kwake, fahtidalahu, na kule kuitadili. Manake kusimama, kuruku na kuitadili, nguzo tatu hizo. Baada raka, kisha fasajdatahu, na ile sijida yake, kisha fajil satahu baina sajdateni, na kuketi kwake baina sijida mbili. Fajil satahu baina taslimi, na kile kuketi yake kwa baina ya salamu, wal insirafi, na kumaliza kariban mina sawa, zote ziko karibu na kama sawa sawa. Alisimama akaliangalia bila aliposimama, kisha aliporukuu, kisha alipotoka kwenye rukuu, kisha alipokwenda kusujudu, aliporudi kwenye kusujudu, akaketi tahiyatu, akamaliza. Zote zile ilikuwa ni sawa sawa. Wa fi riwayatan lilbukhari, na riwaya kwa Bukhari, ma khala alqiyama walqu'udu qariban min sawa, haikuata kule kusimama kwake na kuketi kwa kuwa ni sawa sawa. Sasa hapa hiki ma khala alqiyam, apendelea bilqiyami alqiyama lilqiraa, ule kusimama katika kusoma, na wabilqu'udi, na ile kuketi tahiyatu. Zilikuwa ni atwal min ruku'i wa sujudi, ilikuwa ni ndefu zaidi kuliko kurukuu kwake na kusujudu kwake. Hizi nguzo mbili, kusimama, makhala lilqiyami, qiyami ni kusimama pale wa kusoma, manake utasoma sura, utasoma Fatiha, usome sura, na kwenye kuudi utasoma tashahudi la tahiyatu. Zile ilikuwa ni ndefu kuliko nini? Sijida na rukuu.
Katika faida za hadithi, kwanza ni ile tatabu, zile zitendo za Mtume kwenye swala na ibada zake, watu walikuwa wakiziangalia namna moja. Akiingia chooni watu waangalia namna moja. Hapa twafundishwa maswahaba walikuwa na very particular kujua habari ya dini yao. Wa watu lazima wajue dini kwa wale viongozi wao. Sasa hatari iliyoko, hao viongozi hawana ile suluki ya kuweza kufuatwa. Utafanya tatabu vipi? Suluki ndio kitu muhimu sana. Faida ya pili, hii ni kamali hifdhi shariati llahi, ni ukamilifu ile sharia ya Mwenyezi Mungu. Mtume ameletwa kwa sharia, basi akiifanya ukamilifu. Kisha faida ya tatu, hizi nguzo tatu nne, rukuu, qiyam baadahu, wasujudu waljulusu baina sida, zote kama ni sawa, lazima kuwe na tumanina. Kuna watu wengine ile asujudu baina sidateni kama kuja papa kurudi. Huwezi kusujudu ukasujudu wewe una swala, kwa sababu Mtume alikuwa akisujudu akiketi kwenye sida, akirudi akiketi kwenye sida, hapa arudi aketi neno, kisha arudi tena. Lazima kupatikane atumanina kwa madhhabi yote. Imam Malik kwake si ndefu sana ile tumanina, lakini wengine wote wasema tumanina ni lazima. Sio mambo ya kuswaliwa papa ukarudi ukadona. Hakuna kudona kwenye swala. Mara tatu, kama vile kwenye rukuu iwe sawa sawa na rukuu. Kuna watu wengine wakitoka kwenye rukuu ukhafifisha. Haifai kukhafifisha. Useme Allahu liman hamida, rabbana lakal hamdu mila samawati wa mila al-ardh. Manake uketi wewe mpaka umalize zile dua. Ukitoka kwenye sijida, rabbighfirli warhamni wajburni wasturni waafini wa'fu anni, dua kubwa shekhe. Baitaka kwenda kuzingatiwa wewe, omba Mungu wasturni, unisitiri mimi na kila aibu, waafini, uniafu. Katika salatul kusuf, nikishukua jua pale, ile baada rukuu inakuwa tawil, inakuwa ndefu, kinyume na swala za faradhi. Kwa riwaya ya Bukhari kwenye hadithi hii asema kusimama huwa ni kurefu kushinda rukuu, kwa sababu kwenye kusimama utasoma suratul Fatiha kisha utasoma na sura. Na waweza katika hizi
waweza katika hizi mbili baina kurukuu na kusujudu ukafanya ndefu kwa vile utakavyo wewe, pia waswali peke yako. Kwa ile khushu yako iko wapi? Pengine khushu yako kwenye rukuu, pengine khushu yako kwenye sijida, wasjudu waqtarib, wataka kuomba pale vile sharia haikukwambia rukuu ni bora au sujida ni bora au usifanye ndefu, waweza kufanya ndefu zaidi. Lakini ikiwa waswali peke yako, Mtume ilikuwa swalatul layli alikiswali rakaa, alikisoma ndefu sana na kurukuu ndefu sana kama swala kusoma, na sijida ndefu sana kama qiyam. Lakini pale yuko peke yake. Mpaka safari moja Sayyidina Aisha akamgusa, aliona pengine Mungu ashakwenda huyo, akamwambia ya Rasulullah, mbona hivi na Mungu ashakwambia? Aliona nini? Basi akamwambia, kwa nini umedhania vingine? Akamwambia, la, mbona wewe bwana umetukua wakati muda mrefu na Mungu amekwambia liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika, usasamehewa wewe, clean bill of health, wataka nini wewe? Akamwambia, afalam yakunu abdan shakura, basi mimi siwi ni mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu kupa tuzo hiyo, basi nisimshukuru Mwenyezi Mungu. An Thabit al-Bannani, kwa sawa ndefu. Basi hadithi ni ndefu. Kwanza utakumweleza Thabit al-Bannani, huyu ni katika wanafunzi wa Anas bin Malik. Allahu wa rasuluhu alam. Tuko kwenye sharuti za swala. التاسع الاستقبال القبلة، ni kuelekea qibla. Kwenye swala ni lazima kwanza ukijue qibla kiko wapi. Kuja swali wewe, sharuti yako ni kujua qibla kiko wapi. Baina al-mashriq wal-maghrib qibla, lakini pia yataka exact direction. Jua likitoka huku likienda huku, mbele yake huku ni ndio qibla. Likitoka huku kwenda huku, huku ndio qibla. Lakini huku ni ndefu sana, lazima kuna ujuzi ujue. Na siku hizi
watu imefanywa rahisi. Kuna na gadgets haswa za kuonesha kwamba kibla iko hapa, na lau kama umeswali wewe, pengine zile gadget zimekupotelea ndia, umekwenda kwenye hoteli umeswali wewe, kibla ni huku, kwenye ukaelekea huku, ukaja ukajua bwana kibla ni hivi bwana, basi utailipa ile swala yako, kwa sababu umejua kibla ni wapi na umekosa kuswali kibla. Huruhusiwa kutoelekea kibla wakati wa shida ya hofu, vita. Nitakuchoma hapo mbele. Illa fi salatin shiddatul khawf, ila kwenye swala kuna hofu hapo. Safari moja kule Lamu kuna msikiti, watu kwa msikiti mpya, na watu 3 4. Kuna pale Lamu kuna wazee 3 walikuwa kiswali. Mwenye Rudeni alikuwa pale karibu na Bwana Mawia na nani wakiswali. Sasa jiranini ule kwa Mwenye Rudeni ana mtoto wao mara humpanda wazimu akiitwa Maamun. Basi akaanza kupiga kelele Maamun, yaje msikitini. No, wakaona wale wazee, wakaona huyu yuaje sasa. Basi yule nanu Sharifuddin alikuwa akiswalisha, akapiga kelele salatul khawf. Manake yuaje mwandazimu. Salatul khawf li mimi nikisujudu nyinyi msimame. Akija huyo. Na kuna kichwa kingine, mwandazimu mmoja aliona watu waswali pale Lamu, akenda pale watu wameswali nino, amba kumamana zenu, akatoa panga kavalinoa, mtanitambua. Hakuna salatul khawfi hapo, walivunda swala. Yataka mtu wakati salatul khawf, wengine husimama wakawalinda, wengine wakaswali. Wa illa fi naflin as-safari al-mubah, na pia katika safari tena ya mubah ya suna, swala ya suna fi naflin. Mtume alipomaliza ihramu alipanda kipando chake akaswali kwenye nino, lakini ilikuwa swala ya faradhi. Akaenda yule farasi, lakini lazima kwanza uanze na kibla, kisha kama atabadilisha nino, kama waswali kwenye jahazi au kwenye treni au kwenye ndege, utelekea kibla kwanza, kisha ikigeuka ila haina neno. Wa in kana fi marqad, ikiwa ni kwenye kipando au safinatin, au kwenye jahazi, atamma rukuahu wa sujudahu wa istakbala, atatimiza rukuu yake na sijida yake, wastakbala, ataelekea kibla. Wa in lam yakun fi marqad wala safinatin, akitokuwa hayuko kwenye marqad kipando, wala fi safinatin, fa in kana rakiban, ikiwa yeye amepanda, istakbala fi ihramihi faqat in sahula alayhi, ataelekea kibla katika kuhirimia ile swala, kuhirimia chochote fakat, ikiwa itakuwa ni sahali. Wa tariquhu, na ndia yake,
qiblatahu, ndio kibla chake. Kwanza pale utalekea kibla, ikigeuka ndio kibla chake. Lakini kwanza pale unapoanza utalekea kibla, ikizunguka ndio kibla chako. Fi baqi salatihi, wayumiu arrakibu birukuihi, yule mwenye kupanda birukuihi wa sujudi, kurukuu kwake na kusujudu kwake, akthar, ni kwa wingi zaidi, kwa sababu yule mwenye kupanda itakuwa yeye sana ni kuweka, hawezi kuweka paa lake. Uko jua farasi utaekaje paa lako? Utatoa ishara ya sijida tu. Kama vile mtu akiketi kwenye kiti hawezi kusujudu sababu ni mgonjwa, atatoa neno. Wa inkana mashian, ikiwa yuenda tofauti, istakbala, ataelekea kibla. Ufukuzwe ataelekea kibla na uendelea kuswali kwako. Fil ihrami wa rukui wa sujud, katika kuhirimia swala mwanzo wake na kurukuu kwake na kusujudu. Pia waljulusu baina sijdateni, na kuketi baina sijda mbili. Wa man salla fil Kaaba, akiwa yuko ndani ya al-Kaaba, wastakbala min binaiha, na akaelekea lile jengo la Kaaba, shakhisan thabitan qadra thuluthai dhira'in, kabla, manake iwe ni kiasi cha thuluthi mbili, dhiraa thuluthi mbili. Sahat salatuhu, itasihi swala yake. Wa man amkana mushahadatuha, na ikimkinika kuilekea kuiona. Lam yuqallid, hafuati watu, afuata ile anavyoona yeye mwenyewe. Fa in ajaza, ikiwa ameemewa, pengine haoni, ni tongo. Fa in ajaza, akiemewa kujua kibla kiko wapi, pengine kwa uwinga akhadha biqaulin thika, atatukua kwa neno la mtu thika. Isiwe mtu thika ikawa ni dawari wa hoteli, si mtu thika yule, mtu hata ajui dini manake mpaka iwe ni mtu mujtahid, ajua, mtu ukimwona namna yake aelewa.
Sasa ikiwa mtongo yeye atauliza, hatojua thika nani, sababu muone yule mtu, ataswali kwa kufuata kauli yake. Akijua baada ya swala kwamba amekosea, atarudia. Fa in faqada, akikosa, itahada bidalail, atajitahidi kwa dalili. Kujitahidi kwa dalili ni kuangalia ajua latoka wapi. Ikiwa mahali hakuna, mmekwenda ni winter, giza, hakuna nini, tatukua compass. Fa in ajaza li'amahu, akiemewa kwa sababu ya manake kuona kwake, au ama basiratahu, au kawa haoni sawa sawa, qallada thiqatan arifan, atakallid, atamsikiza mtu ambaye kwamba ni thika, tena arifan, ajua sharia. Kwa sababu mujtahid awe ni mtu mjuzi, asimfuate mtu kwa taklidi tu, awe ni mjuzi. Na nrahitabu sana kupata mjuzi wa Qur'ani, mjuzi wa fiqhi, mjuzi wa lugha ya Kiarabu, mjuzi. Tampata wapi? Si rahisi. Fa in tahayyara, akitoshea sasa, salla kaifa shaa, ataswali kwa namna yoyote, wayakdhi, na atalipa. Manake swala lazima iswaliwe, si kibla tu, hata nguo. Kiwa nguo ya kuiba fai kuswalia, utaswali kisha utalipa. Nguo ina najisi, huna namna yoyote ya kuweza kubadilisha nguo, utasema mimi bwana si tahara, basi sitaswali mpaka nifike nyumbani. Utatoka wakati na utapata dhambi. Swali vile vile, kisha uende ukakidhi. Salla kaifa shaa wa yakdhi, wa yajtahidu likulli fardhin, atajitahidi kwa kila faradhi kujua qibla. Fa in tayaqana al-khata'u fiha, akijua kwamba amekosa kwenye ile swala, au baadaha, au baada yake, basi istanafaha, atailipiza kuujuban, kwa wajibu. Manake lazima wewe kwa namna yote wewe wajua kile qibla. Ikiwa umeambiwa ni qibla hiki na umeona kwamba kiko sawa, basi ni sawa. Ikiwa umekuja kufahamu kwamba kumbe si qibla, si hivi, basi utarudia swala ile. Fa in taghayyara ijtihaduhu, ikibadilika ile ijtihadi yake, maana mimi nimejitahidi qibla ni hivi, kisha mmeona qibla ni hivi,
basi amila bithani, atafanya ile ya pili, fima yustakbalu, kwa vile ilivyo kabili, wala qadhaan lil awwal, wala hakuna kukidhi. الشرط العاشر ترك الكلام، ni kutonena ndani ya swala. Mtu asikupigie simu ukasema no au ukasema yes, tabatalika swala. Au mtu ambiwa swali, wewe bana viatu vangu hivyo, una swala. Kuna mmoja alikuwa akiswalisha Malindi, na yeye alikuwa na duka la tourist kama hapa hivi. Hasa wazungu wamekuja, Majerumani, akiangalia nitakosa senti kwa Majerumani. Alipiga atanshuta, akatoka kwenye swala, ataenda kutawadha. Huyo akaenda kusikiza Majerumani. Kwake yeye yule swala mazoea tu, si ibada kwake. Vipi utavunda swala wendo katafuta senti? Watabtulu binutqin harfaini, huvundika swala kwa harufu mbili, no, no, yes, au harufu mufhimin, au harufu yenye kufahamika. Inaweza kuwa si harufu, pengine inaweza kuwa kitendo. Manake umefahamika, ile yajulikana nini. Mufhimin ni harufu mufhimin ya kufahamika, mamdudi. Au bitanahnuhin, au kukohoa sana. Manake wewe wajaribu kumtisha mtu au kumwambia mtu. Wa ikrahin, au wadhahikin, au kufanya dhihaka. Wa bukain, kama kulia kwa kujiliza. Manake waweza kulia, Mtume alisema aya kalia, lakini imekuja natural, si masala ya kujiliza. Wa anini, na kupiga mbuzi. Wa nafkhin, na kuvuvia. Min alfami, wa mdomoni. Wal anfina, na puani. Wayudharu fi yasiri alkalami, imetolewa udhuru kwa maneno mengi, maneno machache. Insabaka lisanuhu au nasia, ikiwa umetangulia ulimi, au amesahau, au jahila, au hakujua ni aanza kusilimu. Wa huwa karibu ahadin bilislami, ni mtu mwanzo kusilimu. Au nashaa bibadiyatin, au ni mtu kutoka rizavu kubaidatin, hajaelewa baidatin anil ulamai, hakujua. Au ni watu watoka rizavu wajui nino. Au akapata bighalabi dhahikin, kwa kuzidiwa na dhihaka. Au ghairihi, au na mengineyo. Wala yu'dharu fil kathiri bihadha al-a'dhar,
hatopewe udhuru kwa maneno mengi kwenye udhuru hizi tulizozitoa. Wayudharu, pia imepewa udhuru fi tananuhi, kuikohoza, litaadhuri alqiraa, kwa sababu ya kusoma alwajiba. Walau nataka, lau atamka binadhmi alqurani, kwa nadhmi ya Qurani, akasoma Qurani biqasdi tafhimi, kwa kukusudia kufahamika. Mtu mmoja alipiga swala Allah waladhdall, basi akitoa ile kwa neno ile waladhdallin, tabia yake. Yuko mmoja naye akamwambia amin, naye akamjibu wala tuti kulla halafin mahin hamazin masha'in binamim utulli ba'da dhalika zanim. Manake mwisho mwe mwanaramu, manake Abdul alisoma aya zikafahamisha vile. Sasa zile yote, yule mwenye kusema amin amekuwa hana swala, na yule kwa kuwa amesoma zile aya amemfahamisha kumpiga kijembe yule mtu. Kwa sababu saa nyingine wewe za imamu ukaona mtu wewe, huyu leo mimi nitamweza huyu la riba, wala takulu riba adhafa mudhaafa, ukaisoma ile aya kwa sababu ya kumwambia yule, itakuwa utaingia hapo pia. Biqasdi tafhimi, kwa kasdi ya kufahamika, au atlaka, batalat salatu, itabatilika swala yake. Wala tabtulu bidhikri, wala swala haibatiliki kwa dhikri. Mtu imamu amekosea subhanallah, ila hainino. Waduai, au dua bila khitabin, wala bitalafudhi, wala kutoa talafudhu biqurbatin kal'itqi wan nadhri, hizi pia hazi nino. Wallahu wa rasulu alam. Hamjamaliza, lakini wala bisukuti tawili bila udhri, ukakanyamaza kwa muda mrefu bila udhri. Ina neno kama tumalize, sio? Wayusannu liman nabahu shay'un, na imesuniwa liman nabahu shay'un, mwenye kubambanya kitu, amanake akakitengeza kitu, an yusabiha, kupiga tasbihi, kusema subhanallah. Mtu amekosea ukasema subhanallah. In kana rajulan, ikiwa ni mwanamume. Watasfaqul mar'a, mwanamke atapiga kufi, atapiga kufi. Sautul mar'a aura. Bibatni kafi ala dhahri ukhra. Wallahu wa rasulu alam. Tutasoma sharuti ya 11, tarkul af'al al-kathira. Hii ndio unasakata hapa kwenye swala. Wallahu wa rasulu alam.